Wewe Fausta kwenda zako kwa down tafuta na nini? Eti atucheze kwa nini? Wewe acha zako. Basi sawa, rada leo inaanzia Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan yeye amezitaka taasisi na mashirika ya umma kuongoza au kuongeza ubunifu utakaokuza ufanisi katika utendaji wa kazi wake na kuweza kukabiliana na changamoto zinazokabili ili kuweza kuleta tija katika maendeleo ya taifa letu pendwa Tanzania. Taarifa ya Nelson Katunzi imempa kibali Nura Mohamed kuja na undani wa taarifa hii. Nguvu ya ziada huhitajika zaidi katika kufikia malengo mahususi ya kimaendeleo, ikiwa ni pamoja na kuweka mikakati imara itakayosaidia kuboresha na kuifanya taasisi au shirika kuongeza ufanisi katika utendaji kazi ili kuleta tija kwa walaji wake. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kupokea gawio na michango kutoka taasisi na mashirika ya umma, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ili mashirika hayo yaendelee kuwa na tija, yanapaswa kuongeza ubunifu utakaosaidia pia kukabiliana na changamoto zinazoyakabili. Nafahamu kuwa taasisi zina changamoto mbalimbali, lakini changamoto kubwa ni suala la upatikanaji wa mitaji. Kwa upande wake serikali imeongeza uwekezaji kwa 32% kufikia shilingi trilioni 86.29, lakini bado mahitaji ni makubwa. Sasa mageuzi haya ni pamoja na kuwa wabunifu. Tusisubiri serikali itatue kila changamoto inayotukabili kwenye taasisi zetu. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia amemwagiza Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo kuendelea kusimamia ukamilishaji wa sheria ya uwekezaji wa mashirika ya umma ili kuimarisha ufanisi wa kiutendaji katika sekta hiyo. Maagizo kwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji kwamba uendelee kusimamia ukamilishwaji wa sheria kama nilivyosema ya uwekezaji wa umma ili kuhakikisha kuwa azma iliyokusudiwa ya kuimarisha usimamizi na uwekezaji wa serikali na kuwa na mfuko wa uwekezaji inafikiwa vizuri. Awali akizungumza, Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema uimara wa mashirika ya umma ni muhimu katika kufikia maendeleo endelevu na kuahidi kuendelea kusimamia utendaji kazi wake ili kuleta tija katika jamii. Ukweli ni kwamba mafanikio ni makubwa, lakini mashirika yetu yana potential kubwa sana. Kwa hiyo ni kuahidi kwa niaba ya waheshimiwa mawaziri wenzangu, tutaendelea kuzisimamia taasisi hizi ili tuweze kurealize their maximum potential. Kabidhi gawio ambalo ni nono kuliko la mwaka jana, na kwamba mpaka kufikia jana tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2025 ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1 na bilioni 28. Asante sana, ubunifu lazima uongezwe mahali hapo. Tukisalia jijini Dar es Salaam, Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imezuia kwa muda shughuli zote za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, katibu mkuu, mawakala na wafuasi wa chama hicho kushiriki kwa namna yeyote shughuli zote za kisiasa hadi pale kesi ya msingi itakapokuwa imesikilizwa. Nikushukuru sana Glory Nkini, tujuze undani wa taarifa hii. Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imezuia mbali na uamuzi huo, pia imeagiza mali zote za chama cha Chadema zisitumike mpaka pale kesi ya msingi itakaposikilizwa. Kesi ya msingi kuhusu mgawanyo wa rasilimali za chama hicho imepangwa kuanza kusikilizwa Juni 24, 2025. Kesi hiyo imefunguliwa na Saidi Isa Mohamed, makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Zanzibar, na wenzake wawili Ahmed Rashid Hamisi na Maulida Anakom, ambao ni wajumbe wa bodi ya wadhamini wa Chadema kutokea Zanzibar. Wadaiwa katika kesi hiyo inayosikilizwa na Jaji Hamidu Mwanga ni bodi ya wadhamini wa Chadema, ikiwa mdaiwa wa kwanza na katibu mkuu wa Chadema akiwa mdaiwa wa pili. Awali mahakama hiyo ilitupilia mbali pingamizi la Chadema kuhusu kesi hiyo lililokuwa na sababu 9 za kutaka kesi itupwe bila kusikilizwa madai ya msingi ya wadai.
Katika sababu hizo, Chadema kilidai wadai hawajaonyesha kiwango cha fedha kilichodaiwa, wadai kutotumia taratibu za ndani ya chama kabla ya kwenda mahakamani, na viapo vya mdai wa pili na watatu kutoambatanishwa kwenye hati ya madai. Sababu nyingine ni wadai kutokuwa na mamlaka ya kumshtaki mdaiwa wa kwanza, bodi ya wadhamini, kwa madai kuwa nao ni sehemu ya bodi ya wadhamini. Vile wadai walidai hawana haki ya kisheria kufungua kesi hiyo mahakamani, pia hawana mamlaka ya kumshtaki mdaiwa wa pili, katibu mkuu wa Chadema, na mwisho kuipa kesi kufunguliwa bila kutaja kifungu cha sheria kinachoipa mahakama mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo. Pingamizi hilo lililosikilizwa kwa njia ya maandishi limetolewa uamuzi leo Jumanne Juni 10, 2025, ambalo mahakama limelitupilia mbali. Jaji Mwanga katika uamuzi wake amechambua sababu moja baada ya nyingine, hatimaye akahitimisha kuwa pingamizi la Chadema halina mashiko ya sheria. Kwa kuzingatia uchambuzi huo, nimejiridhisha kuwa pingamizi hili halina mashiko na linatupiliwa mbali. Ninaamuru kesi ya msingi itaendelea kusikilizwa Juni 24, 2025, amesema Jaji Mwanga. Baada ya kutoka Dar es Salaam, sasa tuko Ruvuma. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira amewataka Watanzania wakiwemo wanachama wapenzi wa chama kujiandaa kwenda kutiki kwa kumpigia kura mgombea urais wa CCM Daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Daktari Emmanuel Nchimbi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Nikushukuru Nelson Katunzi. Tujuze undani wa taarifa hii kutoka mkoani Ruvuma. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira amesema hakuna mtu au kikundi cha kuzuia uchaguzi, huku akiwataka wananchi kutobabaishwa na kauli mbiu ya no reforms no election ya Chadema kwa kuwa inakwenda kufikia mwisho, kwa kuwa tayari CCM na wanachama wake wamejiandaa kutiki kwa Dr. Samia Oktoba mwaka huu. Akizungumza na wana CCM, wananchi, viongozi wa dini na makundi mbalimbali ya kijamii alipokuwa katika kikao cha ndani wilayani Tunduru mkoani Ruvuma, Wasira ameelezea hatua kwa hatua sababu ambazo zinakifanya chama na Watanzania wengine kumpigia kura Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mgombea mwenza wake Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye pia ni katibu mkuu wa CCM. Sasa walipojitoa ndio wakaja na kauli yao mbiu inasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hautakuwepo. Uchaguzi usiwepo kwa sheria gani? Kwa kifungu gani cha katiba kinachoahirisha uchaguzi? Maana katiba ya nchi inasema uchaguzi utafanyika kila baada ya miaka mingapi, na kwamba hauwezi kuahirishwa isipokuwa kama kuna vita. Sasa huku Tunduru nyinyi mna vita. Akizungumzia kuhusiana na miaka 4 iliyopita ya Rais Dr. Samia alipoingia madarakani, Wasira amesema ameamua kuja na mfumo wa maridhiano, na kupitia maridhiano kuna mambo mengi ya msingi yamefanyika. Tunaenda kutiki mwezi Oktoba. Sasa wanaokubaliana kutiki Oktoba, hivyo mnyoshe mkono. Oktoba tunafanya nini? Tiki. Tena tiki kubwa kabisa. Na nyinyi mabalozi, toeni watu wetu waende wakapige kura. Tukimulika mkoani Dodoma, ikiwa imebaki siku moja bajeti kuu ya serikali kuwasilishwa bungeni, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameeleza matarajio yao makubwa ni kutengwa fedha katika sekta ambazo zinagusa maisha ya wananchi moja kwa moja, hasa kilimo, ajira na ujenzi wa barabara kupitia bajeti hiyo. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Anisia Sylvester anawasilisha undani wa taarifa hii iliyoandaliwa na Sharifa Mdeme. Kwa takriban miezi miwili, bunge limepitisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka 2025-2026 kwa wizara za kisekta, ambazo ilihitimisha kazi hiyo na bajeti ya Wizara ya Fedha iliyoidhinishiwa shilingi trilioni 20.3, na miongoni mwa vipaumbele vyake ni kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 50.17
kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti ya serikali. Wabunge wameeleza shauku yao juu ya bajeti ikiwemo kugusa sekta ya kilimo kwa kutenga fedha kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na kujenga barabara za vijijini ili wakulima waweze kuwa na uhakika wa kuvuna na kusafirisha mazao yao na kuyafikia masoko. Kwa nchi yetu ya Tanzania, utajiri ulioko juu ya ardhi ni mkubwa kuliko utajiri ulioko chini ya ardhi. Katika maana kwamba kilimo hapa juu ya ardhi kina uwezo wa kuitunza hii nchi na kuipeleka mbali sana kuliko hata hayo madini yaliyoko huko chini na mafuta yanayozungumziwa. Kwa hiyo mimi ningetamani kuona kipaumbele kikubwa kabisa kwenye kilimo. Kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha kibiashara. Serikali itenge fedha za kutosha za kutengeneza mabarabara ya vijijini ambako uzalishaji ndiko unafanyika. Lakini pia sasa hivi tumemaliza mpango wa kupeleka nishati muhimu ya umeme kijiji kwa kijiji. Naye mbunge wa Manyoni Mashariki Dr. Pius Chaya ameishauri serikali kusimamia vyuo nchini kutoa kozi zilizopo kwenye mahitaji ya soko ili kupunguza changamoto ya ajira nchini. Muda mwafaka sasa vyuo viangalie ni aina gani ya skills wanahitaji kuzitengeneza kwenye vyuo vyetu. Kuna muda wanazalisha skills zingine ambazo kimsingi hazihitajiki kwenye soko la ajira. Kwa hiyo inabidi wafanye labor market survey, waangalie ni skills zipi zinahitajika. Machi 11 mwaka huu, Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alibainisha ukomo wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kuwa ni shilingi trilioni 57.05, ikiwa ni ongezeko la 13.4 kutoka shilingi trilioni 50.3 kwa mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo Juni 12 ndipo itakapowasilishwa rasmi bungeni. Tukiangazia tena Dar es Salaam, katika kukuza ujumuishi wa kifedha, kampuni ya mawasiliano zimeendelea kuboresha huduma zake kwa kuwafikia wateja wake kupitia mfumo wa kidijitali, ambapo sasa humwezesha mteja kupata mkopo bila ya kuwa na dhamana, na lengo likiwa ni kukuza uchumi wa Watanzania. Rada imempa kibali Mwajab Shafi kuja na undani wa taarifa hii. Katika dunia ya sasa ya kidigitali, mikopo ya bila dhamana kupitia mitandao ya simu kama M-Kopa ya Vodacom imekuwa mkombozi mkubwa kwa Watanzania wengi, hasa vijana na wanawake waliokuwa hawana nafasi kwenye taasisi za kifedha. Huduma hizi zinawapa watumiaji uwezo wa kupata fedha kwa urahisi na haraka kupitia simu zao za mkononi bila kulazimika kuwa na dhamana kama nyumba au gari, kama anavyoeleza mkurugenzi wa M-Pesa Epmark Mbeteni, ikiwa ni katika kuadhimisha miaka 25 ya utoaji wa huduma za Vodacom. Vodacom ni kampuni ambayo inaongoza kwenye huduma za kifedha. Kwa hiyo kwenye sekta ya fedha, kama unafahamu, miaka 25 iliyopita anasema financial inclusion ilikuwa iko chini, ilikuwa chini ya 9%. Sasa hivi tunazungumzia karibia 76%, na hiyo yote inachangiwa na huduma hizi zinaitwa mobile money, huduma za kifedha za kidijitali, na ikiongozwa na M-Pesa. Kwa hiyo tumechangia sehemu kubwa sana ya ujumuishaji wa Tanzania kutumia huduma rasmi za kifedha. Leo hii kwa upande wake, mkurugenzi wa biashara wa Vodacom Brigita Shirima amesema kutokana na mapato wanayoyapata wanarudisha kwa jamii kwa kuboresha huduma zao. Kwa kweli sisi tumenufaika kwa sababu tunasema kwamba katika biashara ni win-win, ya tuko pamoja. Wateja tunawaletea huduma, lakini wateja na wao pia kwa kutumia huduma tunaweza kupata faida. Hiyo faida tunairudisha katika jamii. Kuboreshwa kwa huduma za kifedha, hasa upatikanaji wa mikopo bila dhamana, inawezesha wananchi kiuchumi, hasa wale waliopo maeneo ya vijijini ambako taasisi za kifedha haziwezi kufika kwa urahisi. Kwingineko, takriban watu 300 wanatarajiwa kufanya matembezi ya hiari ya amani kwa umbali wa kilomita 452 kwa miguu kuanzia jiji la Dar es Salaam hadi Dodoma, na lengo likiwa ni kuwaleta pamoja Watanzania katika kuhamasisha amani na maridhiano kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Juma Mohamed, mimi nakushukuru sana kwa undani, tujuze taarifa hii. Ni safari itakayotumia takriban siku 20 kwa watembeaji hao 300
wakianzia viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam Juni 19 hadi Julai 9 mwaka huu, huku wakipita katika vituo 20 mpaka kufika Dodoma, ambapo watembeaji watatumia saa 7 kila siku kabla ya kupumzika. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT ndio waratibu wa matembezi hayo yatakayoambatana na shughuli mbalimbali za uelimishaji wananchi, kama anavyoeleza mwenyekiti wa jumuiya hiyo Sheikh Dr. Alhadi Musa Salm wakati akizungumza na vyombo vya habari. Tuna mambo mbalimbali ambayo yatatangazwa kama kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi mkuu, kuwajengea wananchi uelewa juu ya 4R za Mheshimiwa Rais, kutangaza fursa za uwekezaji. Katika hatua nyingine, Sheikh Dr. Alhadi Musa Salm akaeleza juu ya uzinduzi wa kitabu cha 4R za mama kinachotarajiwa kuzinduliwa na jumuiya hiyo Juni 22 mwaka huu. Kama tunavyojua kwamba mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuja na 4R ambazo zimekuwa ni dira na mustakbal mwema kuelekea katika afya ya nchi yetu na ustawi wa nchi yetu ya Tanzania. Tumeahinisha kwenye kitabu hiki maudhui ya R4 za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa dini zetu mbili kubwa. Matembezi hayo yenye kauli mbiu isemayo uchaguzi wa amani ndio msingi na utulivu wetu yanatarajiwa kupokelewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Jana bwana mwewe alikuwa yuko ughaibuni, sasa sisi kama amerejea. Haya, ngoja tuone. Karibu. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Mubashara kutokea Mbezi Luisi jijini Dar es Salaam, pembezoni hapa mwa stendi ya daladala. Mwewe yanakutana na hii, hebu itazame. Unaiona Hivi hizi alama si zinatakiwa zionekane ili madereva wasivunje sheria kwa makusudi jamani? Kama ndio, mbona alama hii imefungiwa ndani ya vibanda hivi na hamsemi? Imefungiwa ndani ya vibanda hivi vya mitumba, wataalamu hawa wakitafuta riski na wao mikono iende kinywani. Ila sasa basi, kama alama hii inahitajika, wahusika fikeni hapa Mbezi, nje ya stendi kwenye kipita shoto cha daladala zitokazo nje kuelekea mahali tofauti tofauti, Segerea, Kinyerezi, Kifuru na kwingineko. Mtaiona alama hii iko hapa, mwitoe nje ili madereva waweze kuiona, au sio jamani? Mwewe asiongee sana, ameonesha tu ametoa salamu na kisha anaachia mbawa zake kurudi kiotani. Huyu